إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يقول الله عز من قائل العليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani bora wa viumbe Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, Suratul Tahrim ni miongoni mwa sura ambazo zimeteremka katika mji wa Madina, na sura hiyo inazungumzia masala yale yote ambayo yanafungamana na sheria ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yale ambayo yamekusudiwa katika masala ya sheria ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ahkam zake zote zinafungamana na Baitun Nubuwa, nyumba ya mtume ama nyumba ya utume. Maana swala hili nzima limetokea, tukio hilo limetokea ndani ya nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kwa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kiongozi mkuu wa dini hii, basi mengi yanaanzia huko kwake nyumbani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema ku anfusakum wa ahlikum nara, ni kwamba jamaa zenu na ahli zenu kwanza muwafanyie nini? Muwafanyie juhudi ya kuwafundisha dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, juhudi ya kujua sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwanzo pale alimwambia mtume andhir ashiratakal aqrabi. Kwanza katika zoezi nzima la harakati ya dini hiyo, andhir, basi waonye ashiratakal aqrabi, jamaa zako wa karibu, wale watu wa nyumbani kwako. Kwa hivyo ndio mengi katika dini hii lina
lina uzoefu mkubwa. Mengi yametokea kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe. Hii ni sura katika mukhtasar ya mukaddima yake inasema kwamba tanawalat sura amran ala janibin kabir min alkhutura ala wa huwa ifsha'u sir. Ili sura limezungumzia jambo ambalo jambo hili ni kubwa sana na madhara yake pia ni makubwa sana, na ili jambo sio lingine bali ifsha'u sirri, kufichua siri ambayo limetokea katika muamala ya baina ya watu wawili, alladhi yakunu baina zawjaini. Na hii siri hapa linazungumziwa ni siri baina ya nani? Baina ya wanandoa wawili, mume na mke. Walladhi yuhaddidu hayatu zawjia, siri ambaye likifuchuliwa ili siri basi maisha ya wanandoa wawili iko wapi? Iko hatarini kuangamia, kuonyesha umuhimu ya nini? Ya siri katika nini? Katika wanandoa. Wadharabat almathala ala dhalika birasulillah, Mwenyezi Mungu akatolea mfano hapo ya hii ni kufichuliwa siri, akatoa mfano kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe. Hina asarra ila Hafsa bisirdin wastakmalaha iyah, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipompatia Hafsa siri na akataka Mtume sallallahu alaihi wasallam Hafsa afiche hiyo siri wala asimueleze mtu yoyote, fa afshahu ila Aisha. Hafsa kwa kuwa ni binadamu, basi akafanyaje? Akaenda akafichua hiyo siri kwa nani? Kwa Aisha. Sawa? Ndio siri inaposemekana kwamba siri ni wawili, sio wanadamu wawili, hapana. Ni wewe na nani? Wewe na Mwenyezi Mungu. Sawa? Ukisema kwamba siri ni watu wawili, unaona tamko watu tayari ina nini? Ina mahesabu mengi hapo. Sawa? Sasa hawa watu hawatabakisha hiyo siri kuwa ni yao wawili, basi watafanya nini? Wataisambaza. Sawa? Mwisho wa siku na unatembea barabarani huko uchia, mambo yako yote yanajulikana. Watu wanakuona, wanakuashiria kwa kidole, watu wanakuashiria kwa ulimi, kwa mdomo, kwa uso, kwa macho kwamba fulani ndiye yule. Sawa? Na kwa hivyo Hafsa akaenda akafichua siri hilo kwa nani? Kwa Aisha. Nafahamu ya kwamba Aisha ni nani? Ni mmoja katika wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Hafsa kadhalika. Na mara nyingi wakiwenza huwa hawana ile nini maelewano, lakini hutokea mmoja wawili wakawa wanaelewana. Unaona, sasa Hafsa kidogo walikuwa wakielewana na Aisha, ndio maana akawa mwepesi kukimbiza habari hiyo kwa nani? Kwa Aisha, ili wapate kupumzika na huyu ambaye ni muhusika, ambaye alikuwa nani? Ni Maria Kaptia, kwamba huyu tutamuondoa katika hisabu. Sawa? Hisabu ya wake wa Mtume walikuwa ni ngapi? Walikuwa ni 11 katika uhai wake. Sawa? Alipokufa wakabakia ngapi? Wakabakia 9. Sasa waliona kwamba hiyo hisabu ya 11 wacha tuondoe moja, na tukiondoa moja ile nini? Ile kiwango ya mapenzi ya yule mmoja itafanya nini? Itarudi kwetu, na ikirudi kwetu itabidi tugawe mimi na wewe, sio uchukue nusu na nichukue nusu na nichukue nusu. Sawa? Kwa ile nini, kwa ile percentage na yetu ya mapenzi kwa Mtume tujiongezee, sio? Sasa Hafsa alienda akafichua siri hiyo kwa nani? Kwa Aisha. Na habari hizo shaa al-amr, ikatembea ikaenea. Huko kuenea kwa habari hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kwamba yeye ni mtume lakini binadamu, ana nini? Ana ile ubinadamu, sio? Habari zako zikishakuwa zinatambaa pale nje, unasikiaje? Unasherekea? Inauma, sio? Sasa Mtume aghdaba Rasulullah hata hamma bitatliqi azwaji.
Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo likamkasirisha sana kiasi ya kwamba Mtume alitia maazimio ya kwamba yeye atataliki baadhi ya wake zake. Ndipo pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema mwanzo ya sura hiyo, wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha wa hamalat as-suratu al-karima hamlatan shadidatan anifa. Kadhalika sura hii limebeba uzito mkubwa ala azwaji nabii sallallahu alaihi wasallam hina hadatha ma hadatha. Wakati ya tukio hilo lilipotokea, lilikuwa lina uzito sana kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huko kunini? Kusambazwa asiri aliyotoa. Kadhalika sura hiyo limebeba khilka ya mwanadamu ambaye sote tunazo, ambaye khilka hiyo ni ghiratun ba'dhunna min ba'd bi umurin yasirati. Wanawake wana wivu ya mambo madogo tu, ya mambo madogo tu baina yao, sawa. Na hususan ikitokea kwamba sasa wako wakiwenza, basi lile kwa mwanamke linamsumbua sana, sawa. Mathalan siku zako ni ngapi? Ni 2, sawa. Na ya ule mwenzako pia ni 2, lakini katika hizo masiku wewe umeongezea tu nusu saa, tayari imekusha kuwa nini? Leta roga itazidu le yomde na wafikini na yomde kam tini mambo gozidu fogo nusu saa wala sawa taro zidu kan shinia kan kira kapule tuna zaidi shuni yan magera kamnite mona. Wanawake wanaifanya hili swala linakuwa kubwa sana. Nusu ni nusu ya saa tu, sawa. Le sawa ukanisa angasho kulebe ya kan chelewa muskan sibu kana kama gira kamneje chani kan lazim ka shurub chai sata ikanas kana sibu tabija shurub chai unaona umenunua tu kanga kidogo moja na inavutia sana kuliko ya huyu mwingine, imekuwa ana yagibiona na didimal kadas fataran dulgan na ukiangalia nguo zote ni mpya, umetoa ndani ya karatasi, lakini kimetao basulu wao ni nokulu kan wadi nokulu, sawa. Sasa ghira ya wanawake hata kwa wake za nani? Wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, si wanawake, siri hiyo jinsia moja lilitokea na hili nini? Ghira kwa wake wa nani? Wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaahidi hawa wanawake, sawa, kama hawatabadilisha hiyo mtindo yao na nani? Na mtume wa Mwenyezi Mungu. Wala huyu sio wa kawaida, hata pamoja na kwamba ni binadamu, lakini huyu ameteuliwa na nani? Ameteuliwa na Mwenyezi Mungu. Sasa huyu sio mtu akuja kufanyiwa nini mgomo baridi hapa. Nyinyi mgomo baridi hapa, basi asa rabbukunna Mwenyezi Mungu akitaka talaqakunna atawa yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu ndiye atafanya nini? Atawataliki, sawa. Sasa uzito ya sura hiyo ni kwa namna aina hiyo. Yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala intisaran li Rasulillah, anamnusuru mtume wake, sawa. Wewe fikiria na kiongozi yule ambaye anafanywa njama namna hiyo na wake zake huko nyumbani, inakuwa namna gani? Baadaye mambo ya msingi hapo wana nini? Wanachukua wanapeleka nje huko, sio? Kisha kuta unakwenda kusimama huko kuwafanyia watu kampeni, wanakuambia wewe kwenda. Hata si mke wako ndio ametueleza hizo habari. Wewe kwanza huko mara siji moto haipiti namna gani? Mambo namna hiyo, sio? Naam, sasa yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikimnusuru nani? Alikimnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam, mwisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhitimisha sura hiyo akatolea na mifano miwili ya wanawake ya wale waliotangulia kabla ya nani? Kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Msimamo yao na jinsi walivyokuwepo na msimamo.
Mwenyezi Mungu akazungumzia imraata Nuh wa imraata Lut. Angalia Nuh, sawa, huyo alikuwa nani? Alikuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na Lut kadhalika alikuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Lakini vita baridi vilianza wapi? Vilianza kufanywa ndani ya nyumba, sawa. Mke yake Nuh ndio huyu alikuwa akizunguka huko akiwaambia watu ragile mujunun, sawa, huyu mwanaume nini mwendezimu, angalia ile kitu anafanya sasa. Yeye ni fundi seremala, anatengeza jahazi. Niliwaambieni huyu mwanaume yani waya zingine zime nini khiana, sawa. Anamkhini nani? Mtume wa Mwenyezi Mungu. Yeye badala ya nini atie nguvu katika juhudi zote za da'wa ya Nabii Allah Nuh, kumbe huko anasambaza habari za alafu naye na mtoto wake pia ndani ya nyumba pale, sawa. Unaona jihadi ya ndani ya ndani ya nyumba inakuwa nzito sana kuliko jihadi ya kiwanjani. Kiwanjani huko tu ni upanga, sawa. Wewe uamue tu bwana, itakufa ama na ikitokea moja katika hizo basi imekwisha, ndio. Lakini jihadi ya ndani ya nyumba ni mtu unakaa na yeye, unalala naye, sawa, anakupikia, mnakula, mnazungumza pamoja, lakini kuna mambo chini pale anakufanyia. Huyu ni hatari sana, sawa. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam waliporudi masahaba kutoka katika hizo vita ya upanga, aliwaambia masahaba ya kwamba rajana min jihadil akbar min jihadil asghar ila jihadil akbar, tumerudi kutoka katika jihadi ndogo. Ile jihadi ya upanga ni jihadi ndogo, sawa. Ni sekundi moja tu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kama ni peponi unakwenda peponi, sio na kama ni motoni pia unakwenda motoni. Lakini sasa hiyo ya ndani ya nyumba unaamrisha na mke na watoto waswali, washikamane na Mwenyezi Mungu, yaani wanakupiga vita chini na mabisili mijujua ndio sasa kama kile kipindi na maburofu madras Qur'an na mabagara, sawa. Jua lina baarfa istashunota ta muziki kila yomi, sawa. Na wewe na makanzu zako na madevu zako saa zote huko misikitini, huko nyumbani na unamalizwa, sawa. Mawaidha yako unaambia dev miskit na matajibini, sawa. Hiyo mawaidha yako wapi? Iishie huko msikitini bwana, sawa. Na sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitoa mifano ya hawa mitume wawili, sawa. Na wake na wake ya makafiri, na ya kafiri mkubwa mmoja ambaye alijiita nani? Alijiita ana rabbukumul a'la, lakini mwanamke yuko hapa alisimama gangari, sawa. Alisimama kidete mpaka dakika ya mwisho kwamba hapo lolote naliwi, sawa. Mimi hapo imani nimeisini, siachi. Huyu nani? Asia binti Musa, sawa. Huyu mwanamke alisimama barabara, sawa. Yote tisa ni kuonyesha kwamba hata nasaba ya mtu na ukaribifu wake na yule ambayo ni mcha Mungu haina uzito yote mbele ya nani? Mbele ya Mwenyezi Mungu. Na ukafiri ya mtu na imani, na hizo ni vitu viwili tofauti, sawa. Yeye na ukafiri yake atakwenda, sawa. Hawezi akavunja imani ya yule ambaye ana nini? Ana imani. Angalia huyu mwanamke Asia, sawa, alibaki na imani yake, na huko Firauni anabaki na nini? Anabaki na madai yake ya kwamba yeye ndio Mungu mkuu, sawa. Lakini Asia hakutikisika hata mara moja, sawa. Hili ni funzo kubwa sana Mwenyezi Mungu anatufundisha, na kwa wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika ni somo kwamba wasichukulie advantage kwamba eti kwa sababu mtume wa Mwenyezi Mungu ni mume yao wanaweza wakamsumbua namna wanavyotaka. Hapana, unafahamu ndio yote walioyafanya hawa wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aya tuliyoanzia anasema ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah. Ni kosa, sawa. Mbali na kosa ya hawa wanawake na kosa yetu sote kwa jumla, linapotokea tufanyeje? Turejee kwa nani? Turejee kwa Mwenyezi Mungu. Tubu ila Allah na taubatan nasuha, ay tubu ila Allah min dhunubikum taubatan sadiqatan khalisatan.
balighatan fi nushi ghayat alqaswa. Tubuni, rejeeni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokamana na nini? Kutokamana na yale madhambi ambayo nyinyi mmefanya. Haachi mwanadamu kukosea, sawa? Kullu bani adam, Mtume alisema khata'un wa khairul khata'in at-tawwabin. Wanadamu wote ni wakosea, na wakosaji wazuri ni wale ambao pindi wanapokosea na hawagandii katika kukosea tena na tena na tena, hapana, bali wanafanyaje? Wanarejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumuomba Mwenyezi Mungu afanye nini? Awasamehe, kwa sababu wao ni madhaifu, viumbe dhaifu. Mwanadamu mwenyewe viumbe dhaifu sana, khuliqal insanu dhaifa, sawa? Sasa linapotokea kosa, amekosa, basi nini? Asiendelee katika huo kosa, bali arejee kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena taubatan sadiqa, taubatan nasuha, ni ile toba ya kikweli kweli, toba ambayo ndani yake hamna kurejea, toba ambayo ndani yake lazima mtu kwanza ajute, toba ambayo ndani yake baada ya kujuta lazima ujikoboe mzima mzima kwamba hutarejea huko tena, sawa? Isiwe ni toba ya Ramadhani ama toba ya Ijumaa, hapana, sawa? Hiyo sio taubatun nasuha. Taubatun nasuha ni ile ambaye ni ukweli, tena ukweli kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Suila Umar an tauba, Sayyidina Umar aliulizwa hii taubatun nasuha ni kitu gani? Akasema Sayyidina Umar, hiya ayatuba thumma la yauda ila dhanbi, ni mtu huko kutubia, kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha asirejelee tena nini? Ile madhambi. Kama la yaudu labanu ila dhar'i, kama namna maziwa haiwezi karudi katika nini? Katika chuchu, basi inawezekana maziwa kurudi huko. Huyu mtoto akisha kamua, basi hairudi tena, hata uchukue kibaba uchukue nini, haitarudi, sawa? Sasa ndio toba hiyo. Wewe unapotubia kwa Mwenyezi Mungu usifanye nini? Usirejee tena katika ile kosa. Na anasema qala al-ulama at-taubatu an-nasuha hiya allati jama'at thalathatu shurut. Taubatu an-nasuha, wanazuoni wanasema ni ile toba ambayo imekusanya masharti tatu. Sharti ya kwanza al-iqla'u an dhanbi. Sharti ya pili nadamu ala ma hadatha, na sharti ya tatu al-azm ala adami audati. Al-iqla'u an dhanbi, kujikoboa, kujiondoa, kujing'oa mzima mzima kutokana na nini? Na ile dhambi. Kama ilikuwa ni dhambi ya uzinifu, ukawa wewe ufanye uzini tena. Kama ilikuwa ni dhambi ya nini, ya ulevi, ikawa wewe nini, urejelei tena ulevi tena kihakika, sawa? Sio ya siku moja, siku mbili, siku tatu, mara sijui hamu, sijui hamu ni naam, angijaribu lakini hamu lisha msibisha, hakuna sibisha mara wai, sawa? Hamna tena kurudia huko, ndio nini? Al-iqla. Kisha sharti ya pili nadam, baada ya kujikoboa lazima ujitie katika hali ya kujuta. Kwa sababu gani ulifanya kosa hilo? Mwenyezi Mungu amekusha haramisha huko, wala taqrabu zina. Ni nini ndio ile kushawishi sana mpaka wewe ukatumbukia katika ile kosa? Sasa hudhurisha, leta majuto, sawa? Ujutie kosa ambayo ulifanya. Alafu sharti ya tatu ni azmu ala adami auda, ni kutia maazimio, sawa? Maazimio barabara kwamba kuanzia leo basi tena hata aje nani, mimi huko tena sifanye nini. Hiyo ndio inaitwa nini? Baada ya kukamilisha hizo vitu tatu, hiyo ndio inaitwa nini? Hiyo ndio inaitwa taubatun nasuha. Bali wanazuoni wengine wakaongezea wa in kana alhaqu li adami, lakini toba ikiwa kosa ile umemfanyia binadamu mwenzako. Unajua sisi hatusameheana wanadamu sisi, jamani kuambia, lakini unaona ili tamko lakini hajafanya nini,
hajakusamehe. Sawa? Sasa toba dhambi, kosa likifungamana na mwanadamu mwenzako, lazima, kama ni haki yake umechukua, lazima ufanye nini? Umrudishie. Kama ni kutukana, umemtukana, nenda kwake muombe msamaha. Anshitimita hiyo kadhaa, nilikuambia kadha wa kadha wa kadha wa kadha, naomba nisamehe. Sawa? Kama ni kitu yake umechukua, umrejeshie. Kama ni kuiba, umemuibia, umrejeshie. Hapo sasa ndio sisi tunaanguka mtihani. Mara nyingi sisi watu tunatafuta njia ya mkato. Na ambro miskin na ambro safa na mon muena na ana skulu na mal alanso no mon batal komon so gepende komon sama na salangura fi angura fiija na mal gotik titasaki ni arabaji nana. Sasa unakuja kudilia watu wa msikitini hapo. Watu wakaa mbaya hata hawana shughuli na wewe. Hata hamjakoruzana. Sawa? Hata unakuja kuombea watu wa msikitini nini? Wewe unatekana nini? Uende mlango hadi mlango. Tashiti mkibirili tamam mjini. Tasifir lisan na nastakibirili tamam. Mpaka nastukulu kwa nikafita. Wadade khata. Lisan to masifu. Sasa unakimbia huko kote, unaleta machozi yako hapo msikitini. Ukofanyeje? Sisi hata na shida na wewe. Wewe mwenyewe kwanza hata msikitini hapo uko usali. Unakuja Ijumaa Ramadhani. Sawa? Sasa ikiwa kosa lile limefungamana na mwanadamu mwenzako, sharti ya toba yake ni wewe kwanza kwenda kwake. Ana kwa ana piga moyo konde. Sawa? Lolote liwe. Sawa? Hata kama atakufukuza lakini muende. Hata kama atakutukana tena basi ulipe ni khairi, lakini umtake nini? Umtake msamaha wazi mbele ya uso yake. Kama atakataa, Mwenyezi Mungu shahidi. Sio umekusha kwenda? Alafu sasa baadaye sasa jikusanye na ilete msikitini hapo uje ukae itikafu, na ukitaka kulia siku nzima shauri yako lia sasa kwa Mwenyezi Mungu. Lakini umekusha malizana na hawa wanadamu. Hawa wanadamu watakwenda ukaba kwa yawm al-qiyama. Usiwaone namna hiyo hawa. Sawa? Watu wapo wana vitu zao ndani ya mkoni bainana. Yawm kiyama. Tabai. Na hata kuacha kweli. Wewe subiri hiyo kiyama itokee tu hapo sasa hivi. Sawa? Wala dhania yawma yafitu al-mar'u min akhihi, kwa sababu gani? Kwa sababu hizo za matatizo. Ndio watu watakimbiana yawm al-qiyama. Sawa? Kuna vidonda sugu ndani ya nini? Ndani ya nyoyo hapo zimekaa tu. Sawa? Zinasubiri hiyo siku. Sawa? Naam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. La'alla Allah yarhamakum fayamhu ankum dhunubakum. Tamko asa haifasiriwi huenda. Kwa Mwenyezi Mungu haitumiki tamko huenda, hapana. Asa inapokuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu huwa ni hakika. Sawa? Wanadamu sisi ndio tunaambia huenda akakusamehe. Huenda asikusamehe. Sawa? Lakini kwa Mwenyezi Mungu inapokuja tamko asa huwa ni hakika. Mwenyezi Mungu bila shaka amekusha sema Mwenyezi Mungu inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Sio? Ni hakika hiyo, sio hakika? Madhambi yote yaghfiru. Sawa? Isipokuwa dhambi moja. Hiyo dhambi moja pia ni hakika. Hiyo Mwenyezi Mungu asamehe. Lakini zingine zote Mwenyezi Mungu hakika anafanya nini? Anasamehe. Mwenyezi Mungu ni Ghafurur Rahim, mwingi wa nini? Mwingi wa kusamehe, mwenye huruma. Sasa asa rabbukum ay la'alla Allah yarhamakum, hakika Mwenyezi Mungu atawarehemuni. Hakika Mwenyezi Mungu yamhu ankum dhunubakum, atawafutilieni mbali madhambi yenu. Kwa sababu madhambi anayefanya mwanadamu ni kiasi gani? Kidogo sana kwa Mwenyezi Mungu. Sawa? Tukiangalia takwimu ya maisha ya huyu mwanadamu, anaishi miaka mingapi? 50, 80, 90, 100.
Sawa? Akipelekwa kaburini, hizo miaka 100 zote zina nini? Zinafutwa huko. Anabakia yuko zero, hana. Sawa? Amekufa na miaka 50, amekwenda kukaa kaburini miaka 500. 50 iko wapi? 50 imeliwa yote na hiyo nini? Na hiyo miaka 500. Sasa huyu mtu hana chochote. Sawa? Hana madhambi. Sawa? Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa uwezo wake anaweza akasema basi mimi nimekusamehe. Sawa? Anasema Mwenyezi Mungu katika hadithi al-Qudsi, ya bani Adam, law balagha dhunubuka anana as-samaa, laiti madhambi yako yangefikia jazo la mbingu, maana toka ardhini mpaka mbinguni. Unaona hiyo nini? Hiyo nafasi hiyo ujaze ulimbikize madhambi kiasi hiyo. Sawa? Ama mapana ya ardhi toka mashariki mpaka magharibi, urefu upana hiyo umejaza madhambi. Ataitani tastaghfir. Mwenyezi Mungu anasema ukanijia wewe mwanadamu na ukaniomba msamaha bila ya kunishirikisha chochote, basi ghafartu laka wala ubali, nakusamehe wala sikujali. Sawa? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hapa anaposema asa, ni hakika asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'at, atawafutirini madhambi. Sawa? Wayudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, ay wayudkhilakum fil akhirah hadaiqa wa basatin nadhira tajri min tahti qusuriha anharul janna. Kisha Mwenyezi Mungu anasema yudkhilukum, baada ya kuwafutilieni madhambi zenu, atawaingizeni uko peponi. Kuingia ni kuingizwa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Haingii mwanadamu huko na amali yake, hapana. Ni rehema ya nani? Ni rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yudkhilukum fil akhirah hadaiqa wa basatin, atawaingizeni katika hizo mabustani. Sawa? Hizo mabustani ambazo zimenawiri, hizo mabustani ambayo tajri min tahti qusuriha, zinatiririka chini na ya nini? Chini ya maghorofa ya peponi, na inatiririka chini yake nini? Mito. Anharun min ma'in asin, anharun min labani, anharun min asalin musaffa, anharun min khamrin ladhatin lisharibin. Sawa? Yote haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaonyesha jinsi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana huruma sana na huyu binadamu, lakini binadamu mwenyewe tu ndio mkorofi. Sawa? Binadamu tu ndio mkorofi. Anasema Mwenyezi Mungu huko kuingizwa siku hiyo ni siku gani? Yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'a, ay la yafdahu Allahu an-nabiyyin wa atba'ihi wal-mu'minin amama al-kuffar, siku ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatawafedhesha mitume wake na wafuasi wa mitume wake mbele ya makafiri. Mwenyezi Mungu hatawafedhesha. Sawa? Kwa maana kwamba Mwenyezi Mungu hata waingizini motoni. Kuingiza huko motoni nini? Ni kufedheshwa. Sawa? Mbele ya nani? Mbele ya makafiri. Makafiri hapo tayari wamekwisha kuambiwa makazi yao ni motoni. Sasa na muumini pia atoe motoni pale, itakuwa huyu muumini amefanya, ameaibishwa. Sasa siku hiyo yawma la yukhzi Allah, ni siku ambaye Mwenyezi Mungu hatawafedhesha, bali yu'izzuhum wa yukrimuhum, bali Mwenyezi Mungu atawatukuza, bali Mwenyezi Mungu atawakirimu. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim, ay nuru haula'i almu'minin yadhi'u lahum ala sirat, nuru ya hawa waumini siku hiyo itawaangazia njia gani? Sirat. Hiyo njia Mtume amesema ni kwamba giza yake na mitititi. Sawa? Wembamba wake ni sawasawa na makali ya kijembe, sawasawa na unywele. Unaona hiyo picha? Alafu ni giza. Utapitaje bila ya mwangaza? Sasa mwangaza ya waumini na
wanapata mwangaza yao wapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, naam, kila anapotawadha mtu sawa, zile maeneo ya udhu sawa, yawm al-qiyama itang'aa. Ndio itakuwa nini? Itakuwa tochi ya kumngarishia njia ya nini? Ya sirat. Sasa siku hiyo Mwenyezi Mungu anasema, nuruhum yas'a baina aydihim, mwangaza yao itakuwa mbele, itakuwa kulia, itakuwa kushoto, itakuwa na nyuma. Maana huyu mtu anatembea kwa mwangaza iliyokamilika. Sawa? Hata iwe kitu gani mbele yake, ila tu atafanya nini? Ataiona na ataipuka. Nuru haulai yadhi'u lahum ala sirat wa yasqa amamahum wa khalfahum wa an aymanihim wa shamailihim kaidha'ati al-qamari fi laylati sawda fi sawadi al-layl. Sawa na mwangaza ya jua, mwangaza ya mwezi katika usiku wa giza. Sawa? Hakuna kitu mwangaza inaacha katika nini? Katika giza. Mwangaza ya mwezi inaenea kila pale. Naam, yaqulun rabbana atmim lana nurana, ay yad'una Allah qailina ya rabbana akmil alayna hadha an-nur wa adimha lana wa la tatrukna natakhabbatu fi dhulumat. Pamoja na hayo yote watakuwa wanamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakisema kwamba ewe Mwenyezi Mungu tukamilishie hiyo nini? Hiyo mwangaza. Na hiyo safari ni ndefu, nusrata, sio safari sio njia ya maili sijui ngapi, hapana, ni safari ndefu sana. Sawa? Sasa kuna uwezekano uenda nini? Uenda mwangaza ikanini? Ikazimika, sio? Na mufasiri wanasemaje? Wanasema baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuzima mwangaza ya wanafiki, sawa, sigiza imenea, itaenea baadhi, sio? Sasa ndio hawa waumini na watakuwa na hofu ya kwamba na yetu pia isije ikafanya nini? Isije ikazimwe. Sawa? Hiyo sirati tutafikaje huko mambo ya pili? Sawa? Sasa akmil lana nurana, Mwenyezi Mungu tukamilishie hiyo mwangaza, maana tuende naye salama salimini mpaka tufike mwisho nini? Mwisho ya safari yetu, ngambo ya pili ambayo ni wapi? Ni peponi. Sawa? Akmil lana nurana waghfir lana. Na hivyo watakuwa wakimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umhu anna ma farata min. Mwenyezi Mungu tusamehe na yale ambayo tumefanya katika nini? Katika yale ambayo ni makosa. Innaka ala kulli shay'in qadir, hakika wewe Mwenyezi Mungu, ay innaka antal qadiru ala kulli shay'in min al-maghfirati wal iqabi wal rahmati wal adab. Mwenyezi Mungu, wewe ni mweza, wewe ni una uwezo juu ya kila jambo. Madhambi unaweza ukafutilia, adhabu pia unaweza ukaondoa, na rehema unaweza ukaongeza. Sasa yote hayo yako katika nini? Katika uwezo wa nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu tusamehe na madhambi zetu, kwa sababu wewe na juu ya kila jambo wewe ni nani? Wewe ni mweza, wewe unaweza. Sawa? Kufumba na kufumbua, mwanadamu atajikuta kwamba hana dhambi yote. Uwezo wa Mwenyezi Mungu ikipita juu yake. Naam. Kisha thumma amara ta'ala bijihadi a'da'i llahi min al-kafarati wal munafiqin. Kisha Mwenyezi Mungu, aya inayofuatilia, ameamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawa makafiri hawa wapigwe vita, tena vita hasa, vita isiyo na maskhara, sababu hawa ni maadui. Sawa? Wapigwe vita hawa makafiri na wanafiki kadhalika. Lakini vita za hawa watu wawili ni tofauti. Vita ya kafiri ni vita vya upanga, sawa, na vita ya munafiki ni vita ya nini? Ya kutolewa hoja na dalili, kwa sababu hawa wanafiki hawa ni watu ambao wako ndani ya nini? Ndani ya Uislamu. Sawa? Katika mji wa Maka kulikuwa hakuna nifaq. Huko kulikuwa na nini? Kulikuwa na ukafiri tu na ushirikina. Sawa? Lakini Mtume alipofika Madina tu
ndio unafiki kaanza nini? Ikaanza kuchipuka. Sawa? Ilichipuka vipi? Hawa kina Abdullah bin Ubay bin Salul akiwa ndio kiongozi raisul munafiqin, na alikuja kwa Mtume akamwambia kwamba sisi tumekuja kusilimu, hali ya kwamba ukweli wa mambo sio kusilimu. Yeye alikuja kunini? Alikuja kulipisha kisasi. Abdullah alikuwa tumesema hapo, alikuwa amefikia wakati ya sasa kwenda kunini, kwenda kuvishwa taji ya ufalme. Ana yeye ndio alikuwa anakwenda kutawazishwa kuwa nani, kuwa ni mfalme wapi? Wa Madina. Lakini ilipokuja harakati ya Uislamu, sawa, na habari ya kuja kwa Uislamu katika mji wa Madina ilipoanza kuenea, hili lilimtia tumbo joto Abdullah bin Ubay bin Salul. Hakuwa akilala mpaka Mtume na masahaba walipofika mji wa Madina. Basi Abdullah akaona basi mambo yake yote yamekwisha. Sasa tena hamna nini, hamna tena kuvishwa taji. Tayari amekuja Mtume Muhammad, sawa. Nakuja kwa Muhammad wapi? Katika mji wa Madina. Hata bakia hivi hivyo, lazima atataka kuwa nini? Atataka kuwa kiongozi, sio? Na atakapochukua uongozi, basi mimi ile ufalme yangu itakwenda wapi? Itakwisha, sawa. Sasa yeye alikuwa na ana jambo nzito sana ndani ya moyo wake kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini alikuwa sio mtu jasiri kiasi ya kwamba atamke ile uovu yake waziwazi kwa Mtume. Hapana. Ndio maana alikuja na nini? Alikuja na sura ya nini, ya kusilimu, sawa. Ile nini, ile ukafiri yake ifichike ndani ya moyo ukusilikani. Na wanadamu sisi hatujui yale ambayo yanajiri ndani ya moyo wa mwanadamu, sio? Anayejua ndani ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi Mwenyezi Mungu ndio akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wa min al-Madina, na katika watu ambaye wa mji wa Madina wako wanafiki. Ndipo hapo Mtume akaanza kujua kumbe kuna wanafiki pia, alikuwa hajui, sawa. Na sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema jahidil kufar wal munafiqin, jahidil kufar wal munafiqin, ay jahidil kufar bisayfi was-sinan wal munafiqin bil hujjati wal barahin, wapiga vita hawa makafiri, vita vya silaha, sawa, na upanga na nini na mikuki, kusanyeni ya kila aina, wapigeni vita hawa, sawa. Walmunafiqin, na hawa wanafiki wapigeni vita ya nini? Waleteni hoja na dalili zilizo wazi, sawa. Kwa sababu huyu hutamjua, huyu munafiki hutamjua, yuko hapo kwa safu ya mbele, utamjuaje? Akitoka hapo msikitini anapeleka siri ya Uislamu wote kwa makafiri, sawa. Mkipamba ukiwa asubuhi unapata habari zenu zote zimekusha fika huko. Jamaa wanafanyeni njama, wanakuja kuwavamia. Zilitokaje? Zilitoka hapo ndani ya msikiti. Kwa nani? Kwa huyu mmoja huyu, sawa. Sasa hawa pia msiwawache, wapigeni vita kwa hoja na barahi. Lianna almunafiqina yadhharuna aliman, hawa wanafiki wanadhihirisha imani. Kuswali si ni kudhihirisha? Kudhihirisha nini? Kudhihirisha kwamba yeye anaamini Mungu mmoja, sio? Ndio maana anaswali mara 5 kwa siku, sawa. Akisema Allahu Akbar anadhihirisha kwamba Mungu ni nani? Ni mmoja. Lakini akitoka hapo anakwenda kuzungumza mazungumzo mengine huko. Yadhharuna al-iman fahum muslimuna dhahira, wao ni waislamu waziwazi tunayaangalia, lakini huko ndani hawana Uislamu, hawana Uislamu. Kwa sababu hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lam ya'mur alayhi salatu wasalam, Mtume Mwenyezi Mungu hakumwamrisha wapige vita hao wanafiki, sawa. Kwa sababu vita namna hiyo inakuwa ni ngumu sana, sio? Ni sawa sawa na vita ya wale anaitwa nani, anyanya, vita ya gorila, sawa. Wako ndani ya nyinyi hapo, sawa. Wanawapiga vita, alafu usiku wanakimbia huko, asubuhi wakipambuka ndio huyu mtu mjua, sawa. Sasa wanafiki ni hivyo, sawa. Akitoka huko anakwenda kupanga nyama na wali, sawa. Akija hapo yatawabu tu baadaye,
sawa. Waghlud alaihim, shaddid alaihim fil khitab, hawa wanafiki hawa, sawa. Msizungumze na wao mazungumzo ya ulaini, hapana, zungumzeni na wao mazungumzo makali, sawa. Wala tuamiluhum birrafati wallin, wala msiamiliane na wao muamala ya nini, ya upole, hapana. Wa ma'wahum jahannam, ay mustaqarruhum fil akhirah jahannam, hawa mashukilizi yao, marejeo yao akhira huko, mashukilizi yao, sehemu watakayoishi, sawa, huko akhira ni fi jahannam, ndani ya moto wa jahannam. Wa bi'sal masir, Mwenyezi Mungu anasema, na uovu ilioje ya sehemu ya kuishi hiyo. Sehemu yako ya kuishi ikiwa ni ndani ya moto wa jahannam, ni uovu ilioje. Huko ndani ya jahannam hakuna kula, hakuna kunywa, sawa. La yakuluna wala yashrabun, sawa. Chakula ya huko la yushbi'u na wala yughniya, sawa, haishibishi wala haiondoi njaa. Doza 10 hizo, sawa, na usaa za kutokota hizo ni chakula ambazo hazina faida katika nini, katika mwili ya mwanadamu, sawa. Hakuna nini, hakuna protein hapo, sawa, hakuna bodybuilding, sawa, hakuna vitamin hapo, sawa. Hizo maza 10 haina nini, haina vitamin, sio ya kujenga mwili, hakuna. Sasa ile chakula ya motoni hainufaishi, haishibishi wala hainenepeshi. Wewe unabakia tu hali yako ni ile, kwa sababu ile chakula yenyewe inafanya nini, inakuadhibu. Bi'sal masir, ni ovu ya mashukilizi. Naam, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala analeta mfano sasa ya hawa. Daraba Allahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Mathala ta'ala lilkuffar fi adami istifadatihim biqarabati almu'minin bihali imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametoa mfano kwa hao makafiri, na huko kutofaidika, hamna faida yote mno anapata katika zoezi nzima la ukafiri, sawa, pamoja na ukaribifu wake na waumini, hakuna faida yote. Angalia yule mtoto wa Nuh alifaidika na nini, pamoja na kwamba baba yake alikuwa ni mtume, sio muumini. Sasa ile imani na ile utume ya baba yake haikumsaidia, sawa. Ilipokuja adhabu ya Mwenyezi Mungu alichanganywa katika hiyo hisabu, sawa. Huyu mwanamke mke wa wa Lut, sawa, hakufaidika na utume ya Lut wala na imani ya mtume Lut, pamoja na kwamba yeye alikuwa ni mke wa mtume, sawa. Hivyo ilipokuja adhabu ya Mwenyezi Mungu alimtengea na yake, sawa, akapata na kipande yake, sawa. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatoa mfano hapo, mfano ya makafiri, na kwamba hafaidiki yoyote pamoja na ukafiri wake. Anasema hawa wanawake wawili, kanata tahta abdaini min ibadina salihin, ay kanata fi ismati nabiyyin, walikuwa chini ya chini ya himaya ya mitume wawili hawa wanawake, sawa. Mke wa mke wa Nuh na mke wa Lut. Si mume alikuwa ni mtume, sio? Sasa mtume ana himaya, ana protection kutoka kwa mtume ana protection kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sawa. Ndio mara nyingi mitume wengi wakorofi walipofanya ukorofi yao kutaka kuwamaliza mitume ya Mwenyezi Mungu, wakawa wanaambulia patupu, sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mmoja miongoni mwa hao mitume, sawa. Walipozingira nyumba yake, sawa, usiku hiyo Makureish walituma vijana, sawa, na marungu na mapanga kwamba wazingire hiyo nyumba, sawa, wende wakampige mtume darbata rajulin wahidin,
mapigo ya mtu mmoja, sawa. Vijana takriban 10 na sawa, kila mmoja na rungu, sawa. Halafu instruction ilikuwa ni kwamba kila mmoja apige pigo moja tu. Sasa wewe niambie, rungu 20 udondoshee wewe, utabakia hai? Na kila mmoja ana nguvu kiasi yake, sio? Mwingine amecharge vizuri, sawa. Zote hizo uvurumiziwe wewe, sawa. Sasa walipofanya hizo njama zao na kutaka kummalizia mbali Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafanya nini? Akauletea usingizi hapo, sawa. Hapo mlangoni hapo, sawa. Min baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum, sawa. Mwenyezi Mungu akamtoa Mtume salama salimina, sawa. Walala fofofu na marungu zao kila mmoja na ngorota tena, sawa. Mtume akatoka hapo taratibu, sawa. Hata wao bila kutingika, hata bila kunusa harufu. So walikuwa katika usingizi, sio usingizi ya kawaida ile ni usingizi sawa sawa na ile usingizi ya Ashabul Kahf, sawa. Ashabul Kahf walala huko pangoni miaka 100, sawa. Sasa hawa vijana wao barabara wao kurisha hao, sawa. Waliletewa usingizi hapo, sawa. Hawakujua jinsi Mtume alivyoondoka. Akaondoka Mtume akaenda mpaka akaingia ndani ya ile pango waliokusudia yeye na Sayyidina Abubakar, sawa. Mpaka asubuhi jua linachomoza, ile jua ndio ikaanza nini? Ikaanza kuwachoma choma uso, ala wakaanza kutanabai. Jamani, tunafanyaje mambo? Sisi tulikuwa tumekuja hapo katika mission, sio? Sasa hiyo mission imekuwa mission impossible, sawa. Ikawa sasa haikufanyika. Wakichungulia ndani hakuna mtu. Rasulullah aliondoka mapema. Unaona himaya nani? Mwenyezi Mungu ametuma jeshi yake hapo likanini? Likama hifadhi Mtume sallallahu alaihi wasallam, sawa. Sasa mitume hawa mitume hawa wana nini? Wanajeshi ambayo inawahifadhi, sawa. Sasa ile jeshi ya mitume hawa kwa hawa mitume wawili haikufanya kazi kwa hawa nani? Kwa hawa wake zao, haikufanya kazi. Maana haikuwahami, haikuwasaidia. Ilipokuja adhabu ya Mwenyezi Mungu walipata wao, sawa. Ila mitume ya Mwenyezi Mungu waliokolewa. Na kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema kanata, hawa wanawake wawili, kanata tahta abdaini min ibadina salihin, walikuwa chini ya himaya ya waja wetu hawa mitume hawa, waja wema hawa. Fakhanatahuma, lakini tatizo lao lilikuwa ni nini? Lilikuwa ni khiana, sawa. Lilikuwa ni khiana. Walifanya mambo chini kwa chini huko ndani ya nyumba, walikuwa wanafanya mambo. Tumesema kwamba huyu mke wa Nuh alikuwa anatembea huko mitaani na kuwaambia watu kwamba yule jamaa amekusha chizika yule. Sasa naam, ameanza kazi ya mitume, sasa yanifanye hii ni fundi seremala. Ile nini? Ile ni khiana. Na huyu mke wa nani? Mke wa Lut huyo. Yeye hakuwa akishirikiana na hawa makhabitha hawa. Lakini yeye mchango yake ilikuwa ni nini? Kila wageni wakija kwa Nabii Allah Lut nyumbani huko, yeye ndio wa kwanza anakwenda kupeleka habari. Jamani, mnajua leo makastoma wamekuja, makastoma wapya, sawa. Hadi siku hiyo walipokuja hawa malaika, sawa, huyu mwanamke ndio aliondoka ndani ya nyumba akaenda kupeleka taarifa huko mtaani. Jamani, na habari leo Lut ametembelewa na wateja vijana hawa, sawa. Maana maumbili ya malaika ni kama hivyo, sawa. Vijana wale ambao ni maridadi, na tatizo ya hawa watu ni nini? Sio wanawake hawa, tatizo yao ni wanaume kama wao, sawa. Sasa akaenda akawaeleza, wakaja wakatoa fujo hapo mlangoni kwa Nuh, kwa nani? Kwa Nuh, kwamba sisi hatuna haja na wewe bwana, wala hata tutaki mabanati zako. Sisi tunataka hawa wageni hao.
Hiyo ni mali safi, sio? Wanasema mali safi. Hiyo mali safi inakuja hapo, hiyo ndio tunahitaji. Sawa? Wanaume. Sawa? Ndio walikiwataka. Sawa? Leo dunia na inapiga kelele kusema ya kwamba na hiyo mali safi ni haki. Hakuna haki hapo. Hiyo ni mali chafu, sio? Hakuna haki hapo. Na fakhanatahuma, hiyo ndio khiana waliofanya. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'a. Fakhanata kulla wahidatin zawjaha bil kufri wa adam al iman. Falam yadfa'a an imra'atayhima ma'a nubuwwatihima shay'an min adhabillah. Mitume hawakuwasaidia hawa wanawake, mtume hakuwasaidia. Ilipokuja adhabu ya Mwenyezi Mungu, pamoja na kwamba wao ni wake za mtume, mtume hawakuwasaidia, wala haongeweza kuwasaidia, wala haongeweza kuzuia adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa hawa wanawake. Hao ni wale washiriki katika nini? Katika zoezi nzima la kumwasi Mwenyezi Mungu, la kumkufuru Mwenyezi Mungu. Sawa? Na alisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waqila udkhula an-nara ma'a ad-dakhilin wa taqulu lahumā khazanatu an-nar yawm al-qiyamah udkhula an-nara jahannam ma'a sa'iri ad-dakhilin. Wataambiwa na wale walinzi wa motoni yawm al-qiyamah, hawa wanawake wataambiwa kwamba udkhula an-nara, ingieni motoni pamoja na wale watakaoingia, nyinyi pia mko katika hiyo hesabu. Sawa? Udkhula an-nara ma'a ad-dakhilin. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala daraba Allahu mathalan lilladhina amanu imra'ata fir'aun. Akatoa Mwenyezi Mungu mfano ya pili. Hiyo mfano ya kwanza ilikuwa ni mfano ya makafiri. Sawa? Nani alikuwa kafiri pale? Wake hawa wanawake hao walikuwa ni makafiri. Mke wa Nuh na mke wa Lut. Sawa? Sasa Mwenyezi Mungu anatoa na ukafiri yao walikuwa chini ya nani? Chini ya mitume wa nani? Mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na himaya ya mitume ya Mwenyezi Mungu haiko nini? Haikuwasaidia hao. Sasa mfano ya pili Mwenyezi Mungu anatoa kwa waumini. Daraballahu mathalan lilladhina amanu imra'ata fir'aun. Huyu anayezungumziwa hapa ni mwanamke aliyoamini Mwenyezi Mungu, lakini yuko chini ya nani? Yuko chini ya kafiri. Sawa? Huko kwanza walikuwa nani? Walikuwa mwanamke kafiri, wako chini ya nani? Chini ya mitume ambaye wanamwamini nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa wanawake hawakudhurika katika kubakia katika imani yao. Sawa? Pamoja na kwamba wako chini ya nani? Chini ya kafiri. Yule kafiri hakuweza nini? Hakuweza kuwadhuru. Huyu mwanamke wa Firaun, huyu mke wa Firaun, Asia, sawa? Binti Muzaham huyu. Firaun alikuwa nini? Alikuwa hamwezi kwa lolote. Yaani kumshindikiza nini atoke katika imani. Alishindwa. Mwisho Firauni akawa sasa anamuuzia nini? Anamuuzia uoga. Sawa? Alimfunga, sawa? Akamwadhibu adhabu nzito tu. Sawa? Ukakokwa moto, sawa? Sufuria ya nini? Ya sufuria ikatiwa juu ya nini? Juu ya mafiga ya moto, sawa? Moto ndani yake, sufuria ndani yake ilitiwa nini? Ilitiwa mafuta yakatokota. Sawa? Akatupa huyu mwanamke. Wala hakutoa sauti. Alinyamaza kimya. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alibadilisha ile adhabu nzima ikawa kwake ni bustani, kama namna Nabii Allah Ibrahim, sio? Alipotiwa Ibrahim katika tewa na akaachiliwa, sawa? Kuja mzima kudondoka ndani ya ile moto, akifika tu pale na ile moto nzima, mazingira ile yote ikabadilika, ikawa ni nini? Ikawa kwake ni bustani, miongoni mwa bustani. Sasa ndio huyu mwanamke kadhaa. Sawa? Na kabla ya hapo alimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, idha qalat ibni li indaka baytan fil janna, Mwenyezi Mungu nitengezee, sawa,
nijengee indaka baitan, huko kwako, sawa, nijengelezee huko kwako, baitan fil janna, nyumba peponi. Anaomba nani? Anaomba Mwenyezi Mungu amjengee nini? Amjengee nyumba peponi, sawa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na akamjengea nyumba peponi. Ile mazingira ya ile adhabu ile kwa huyu mwanamke ilikuwa sio kitu. Ndio maana alipodondoshwa pale hakutoa hata sauti eti ya kulia uoga na nini na kuogopa adhabu. Hakuna, hakupata na adhabu yoyote, kwa sababu Mwenyezi Mungu tayari alikusha kujibu dua yake aliposema ibni li baitan fil janna. Mwenyezi Mungu hapo alimtengenezea nyumba peponi, sawa. Na wanajini min fir'auna wa amalihi wanajini min alqawmi adh-dhalimin, ay anqidhni min kufri fir'auna wa tughyanihi wanajini min alqawmi adh-dhalimin wanqidhni min aqbat wa atba'i fir'auna at-taghi. Mwenyezi Mungu, ninaji niokoe kutokana na ukafiri ya huyu Firaun, kutokana na uovu ya huyu Firaun, kadhalika uniokoe kutokana na hawa wafuasi wa Firaun hawa. So hao wote ni hali moja, sio? Wote walikuwa wakichangia katika nini? Katika zoezi nzima la kuadhibiwa huyu mwanamke mu'min. Kisha Mwenyezi Mungu kimalizia na mfano ya tatu, anasema wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Watolee mfano ya huyu nani? Ya huyu mwanamke Maryam ibnata Imran, mwana binti wa nani? Binti wa Imran. Allati ahsanat farjaha, huyu Maryam ndio yule ambaye hafidhat farjaha wa sanat an muqaranati alfawahish, alijihifadhi kwa hali ambaye hakukaribia uchafu ya zina. Lakini Mayahudi walisemaje? Ya kwamba walisema huyu alienda huko akazini na akawa anatuletea mtoto ambaye sio wa nini, sio halali, sawa. Mtoto ambaye anapatikana kutokana na kitendo nini, zina. Lakini ni uongo. Huyu mwanamke Maryam, Mwenyezi Mungu anasema ndio yule ambaye ahsanat farjaha, alihifadhi uchi yake, hakutenda hiyo kosa hiyo ambaye wamemzulia. Ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema tukamvivilia, tukampulizia roho yetu, sawa. Tukamvivilia roho yetu. Ndipo pale Jibril alipomjilia Maryam, alimkujia kwa sura ya kiumbe binadamu, na nafakhna huko kupuliziwa, hakupuliziwa katika nini, katika sehemu yake uchi yake, hapana, bali mufasiri hapo anasema alipuliziwa katika nini, katika mfuko yake. Mfuko, unajua mfuko, na mfuko hizi kama tulivyosema huwa ilikuwa inapasuliwa hapo, ndio ilikuwa sasa ilipulizwa hapo. Ile pulizo ile na athari yake ilishuka ikaingia mpaka ndani ya uchi yake, na huko ikafanya mambo zaidi, sawa. Akawa atakuwa mja msitu. Wanafakhna fi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi amanat bi shara'i llahi alqudsiyya. Alikubali, aliamini sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alikubali na Injili ambaye ni kitabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa kanat min alqanitin, ay wa kanat min alqawmi muti'in, akawa miongoni mwa wale waja wanayemtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, abidina lillah, miongoni mwa wale waja wanayemwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa thanaun alayha bikathrati alibadati wa ta'a. Qaniti ni sifa ambaye alipatiwa Maryam kwa sababu ya wingi ya ibada yake, wingi ya kutii kwake Mwenyezi Mungu, wingi ya kuwa na khushu. Ndiyo tukimalizia, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi, anasema kamula mina rijali kathiru wa lam yakmul mina nisai illa Asiya imra'at Fir'aun
ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفضل عائشة على نساء كفضل الثريد على سائر الطعام. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika wanaume wengi sana walifikia daraja sawa, sio 100% lakini almost 99 sawa ya ukamilifu, walifikia huko wengi katika wanaume. Vipi unapata wengi katika wanaume ndio ndio wamechaguliwa mitume? Kuna mtume ya mwanamke? Kuna hata mmoja? Lakini katika dunia yetu mambo leo unapata wanawake wanachipuka tu, wanasema kwamba na mimi pia ni nabii. Hakuna. Hakuna katika wanawake. Hakuna aliyekuwa. Wanaume wamepata daraja hiyo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio aliwapatia. Lakini katika wanawake hiyo daraja hawakupata. Ndio Mtume anasema kama wala mina rijali kathir, wengi walam yakmul mina nisa, na kwa wanawake haikupatikaniwa isipokuwa wachache, na wachache hao sio wengine. Wa kwanza ni nani? Ni Asia imraat Firao. Unaona huyu mwanamke amewekwa katika top na wanawake bora sawa. Katika wanawake bora yuko nani? Yuko Asia wa kwanza, yuko Maryam ibnata Imran huyo wa pili sawa. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya subra ya, unajua mateso kwa mwanamke inakuwa kwake ni pigo kubwa sana. Wanawake wengi hawawezi, kidogo tu tayari amekusha nini. Lakini angalia huyu Asia sawa. Firaun alimfanyia mambo chungu nzima, lakini akabakia na msimamo yake kumwamini Mwenyezi Mungu. Maryam ibnat Imran, hakuna mtu ambaye anaweza akafanya subra katika zoezi nzima la kuvunjiwa heshima na hadhi yake. Mwanamke alivunjiwa heshima vipi? Aliambiwa kwamba yeye alizini, sio? Na katika enzio ni kitu kubwa sana, sio kama kwetu leo. Wewe utuhumiwe kwa tuhuma ya zina ni kitu kubwa sana. Maana ile ni hadhi yako, ile ni reputation yako. Sawa? Lakini huyu mwanamke alifanya nini? Alifanya subra. Ndio akawa miongoni mwa wanawake bora. Khadija kadhalika binti Khuwailid, huyu ni yule ambaye alijitolea mali yake na kila kitu yake katika kunusuru nini? Kunusuru dini ya Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema na Fatima pia, hao huyu ni katika mabanati ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Halafu kisha akasema wa fadlu Aisha, na fadhila ya nani? Ya Aisha kwa wanawake ni sawasawa na ubora ya nini? Ya mchuzi. Sawa? Mchuzi ya mafuta. No. Mchuzi ya nyama. Sawa? Supu ya nyama. Nasema tharide ala sairi taa. Unajua chakula ni tofauti na ile supu, na ina nini yake na ubora wake. Sawa? Chakula bila supu, mboga bila supu, sio? Sasa ndio watu mara nyingi wanapigania zile top layer, sio? Maana yake ni supu nzito, sio? Sasa Aisha fadhila yake ni kama hivi kwa wanawake wengine, kwa maana ya kwamba Aisha pia na hadhi. Alikuwa ni mwanachuoni katika wanawake. Sawa? Alikuwa ni mwanachuoni katika wanawake. Yeye ndio mke peke yake ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam na alikufa ile hali ya kwamba na nini mate yake na mwisho Mtume alipata. Sawa? والله ورسوله أعلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم سهل لنا مما نريد وأتنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله بحجتي يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلق النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.